Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Hivi unajua kwamba Young Africans wamemjibu Wallace Karia? Maybe ulikuwa ujui, lakini wacha nikupe taarifa kwamba rasmi sasa kupitia baadhi ya watu ambao wapo karibu na kikosi cha Young Africans wamemjibu Rais wa TFF Wallace Karia katika kauli yake aliyoitoa kwenda kwa timu ambayo hakuitaja. Katika kauli zake tatu ambazo alizitoa nilikufahamisha katika siku ya jana. Moja, akisema kuna watu wanafanya vitu vya kitoto, vitu vya kijinga. Mbili, akisema hakuna bodi ambayo itajiuzulu. Tatu, akasema wale ambao wanasema watu fulani inabidi wajiuzulu, wao wenyewe watueleze wako sawa sawa. So hizi ni kauli naweza sema mbili ama tatu za Wallace Karia ambazo zilileta tafrani siku ya jana, na watu wengi sana wakachambua, wakajikuta wamerejelea tena kwenye kilele, kwenye siku ya tarehe 8 ya mwezi wa tatu ya mwezi wa tatu ya mwaka 2025 ambapo mchezo ilikuwa inabidi ucheze. Sasa Yanga hawajamjibu moja kwa moja kupitia uongozi wao ama barua rasmi, ila amejibu mtu ambaye yupo ndani ya kikosi ya Young Africans. Although Young Africans hawajawahi kuelezea huyu mtu ndani ya kikosi ya Young Africans yupo katika msingi upi, yeye ni nani, ni afisa habari ama ni mtumishi ama ni nani, lakini amemjibu na alichokizungumza kinaweza kikaa kina athari chanya ama kinaweza kikaa kina athari asi. Sasa siku ya jana alikuwa msemaji kikosi ya Young Africans Haji Sande Manara alikuwa na press conference, ambapo katika press conference hiyo alizungumza mambo kadha. Miongoni mwa vitu ambavyo waandishi wa habari jana wamemuuliza ni juu ya kauli ya Rais Wallace Karia ama rais wa TFF na kila ambacho kinaendelea kwa siku za hivi karibuni, ambapo kuna baadhi ya maneno ambayo aliyatoa. Alichokisema Manara ni kipi? Manara, naomba nimnukuu, anasema usitumie kiburi cha uongozi kuwadhalilisha wenzio kwa sababu umetumia kanuni bila heshima. Karia ameukosea mpira na anaikosea Yanga. Sasa unajua yeye alikuwa direct moja kwa moja kumtaja kwamba huyu mtu ameukosea mpira na ameukosea Yanga. Ni nani? Ni Karia. Karia ni nani? Ni rais wa TFF. So yeye moja kwa moja hajamumunya maneno kama ambavyo Wallace Karia maybe alivyozunguka akapita huko akaenda huko. Yeye ameenda moja kwa moja. Wallace Karia, hapa ulipofika unaharibu mpira, sio maneno yangu, ni maneno ya Manara. Akasema na viongozi wa Yanga wanajua hawawezi kukuambia kwa sababu utawafungia, na katika hilo naomba radhi kwa kufuta kauli zako za jana. Na hapa alikuwa anazungumzia ile kauli ya kuna watu wanafanya sinema, kuna watu wanafanya vitu vya kitoto, vitu vya kijinga. Sasa hii ndo kauli ya Manara kwamba huyu mtu anaukosea mpira. Swali ambalo unaweza ukawa unajiuliza, Manara kwa nini aseme haya, walali wake ni upi? Manara mpaka sasa hivi ndani ya kikosi cha Young Africans yeye hana cheo chochote. Ni mwanachama kama mwanachama mwingine. Umeelewa? Yani ni mwanachama kama mwanachama mwingine. Kwa sababu alipofungiwa, aliporejea hakupewa kazi mpya. Alikuwa anataka kurejea kwenye kitengo cha habari, lakini ukatokea mtafaruku na akaambiwa utapangiwa majukumu mengine. Umeelewa? Mwisho siku hayo majukumu hajapangiwa, lakini kuna baadhi ya activity amekuwa akihusika kwenye kuhamasisha. So yeye ni mwanachama kama wanachama wengine. Yeye ni shabiki wa Yanga kama shabiki wengine. Unasikia kuna wale wanaita Yanga influencers, yani wale wana influence ni washabiki wa Yanga wenye influence kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. So Manara ni kwenye kundi hilo. Je, maneno ya influencer yanaweza yakaathiri timu? Hilo ndo swali ambalo unaweza kuzungumza. Lakini nilikuwa ninapitia kwenye baadhi ya ongozi mbalimbali pamoja na baadhi ya watu ambao wanaojua mpira. Anasema kwa mfano Abisa anasema Haji Manara anajua abanu na kanuni za ligi, udhibiti wa viongozi, kwa sababu yeye sio kiongozi wa Yanga, ni mwanachama na mdau wa soka tu. Hivyo alichokiongea leo kuhusu rais wa TFF anajua hawezi kufungiwa wala kupewa adhabu, ijapokuwa amewasilisha ujumbe wa klabu yake.
Abisai akaendelea kuandika akasema, ndio maana Manara anasisitiza viongozi wa Yanga Sports hawezi kukujibu kwa sababu watafungiwa, na akasema makamu wa rais wa Yanga Haji Manara amepigwa biti na afisa wao habari wao Ali Kamwe, amewekwa pembeni. Yeye sasa yani wamepigwa biti, hawezi kuingilia chochote. Anasema yeye anajua kwa sababu yupo huru na mbali na kanuni, ndio maana anachapa tu kama kuna kauli zake zina makosa juu ya bodi ya ligi TFF na rais amejilipua ili kuongelea msimamo wa Young Africans. So jambo la kwanza iko ndicho alichokisema, na jambo la pili kuhusu walali wake, yeye anasimama kama mwanachama tu wa kawaida ambaye haingiliani na vitu vingine. Wanachama wake huo hauwezi ukaisababisha Young Africans ikapata tabu, although baadaye kwenye kanuni unaweza ukaona kwamba kuna tabu zipo. Lakini tunaweza tukawa tunajiuliza, je, kama yeye amezungumza haya, msimamo wa klabu ni upi? Lazima tuulijue hilo. Msimamo wa klabu inabidi utolewe katika muktadha ambao kila mmoja anaweza akawa anaelewa. Wasiibuke watu mbalimbali. Kama Yanga wanaenda kasi, waende kasi, kwa sababu jana taarifa zilikuwa zinazungumza kwamba wamejibiwa barua yao ambayo waliandika kwenda kwa bodi ya ligi kuu na TFF. Kuna taratibu za kukata rufaa, baadaye nitakuja kuzielezea kwenye content nyingine zinazofuata. Zote hizo kama zote hizo zimejibiwa na Yanga waliandika barua kwa umma wakati wanaweka msimamo wa mambo yao matatu, kama ya mambo yao matatu hayo yamegonga mwamba, wana kila sababu ya kuwafahamisha Watanzania hususan mashabiki wa Young Africans kwa kuwaeleza kwamba tulikubaliana 1 2 3, lakini tumewasilisha malalamiko yetu na hayo malalamiko yetu hawajayasikiliza, na kwa sababu hawajayasikiliza yale malalamiko yetu, kwa sababu hawajayasikiliza malalamiko yetu, tumeamua kwenda kasi. Kwa sababu sasa hivi taarifa ambazo zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba kikosi cha Young Africans kinaenda kuwashtaki TFF pamoja na bodi ya ligi kwenye mahakama ya usuluhishi ya kasi. So unaweza unaona kwamba mambo sasa yameanza kwa mengi na kila mmoja anazungumza jambo lake. So hiki ndicho ambacho jana Manara amekizungumza, na kinamweka kwenye position ambayo si nzuri sana, kwa sababu pamoja na hayo yeye sio kiongozi, lakini adhabu ziko wazi. Kuna mtu anaitwa Dr. Mo ambaye yeye sio kiongozi, lakini alifungiwa kutokana na kauli ambazo alizizungumza. So unaweza kufungiwa kutojihusisha na masuala ya mpira, ikiwemo pia kuja uwanjani. Wewe baki nyumbani, burudani kwa wote. Masuala ya kuja uwanjani hayakuhusu kwa namna moja ama nyingine. Na Manara ametoka kufungiwa miaka 2. Anaona kabisa I got nothing to lose. Ni sawa yeye kumjibu mtu yote vyovyote vile, ili mradi tu kuitetea klabu yake ya Yanga. So katika muktadha wa namna hiyo, kwenye majibu ya namna hiyo, anakuwa anajiweka kwenye nafasi kubwa sana ya kufungiwa kikanuni, lakini pia anaiweka Young Africans kwenye position ambayo si nzuri. Baadaye kwenye episode inayofuata nitakuja kukuelezea jinsi ambavyo hii inaweza ikamuathiri Haji Sande Manara kwa hiki ambacho kizungumza kikanuni. Lakini Young Africans kama wanahitaji kwenda mbele, inabidi wafanyaje, kamati za rufaa zinasemaje. But for now tunaomba tuishie hapa tu kwenye kukwambia kwamba Yanga wamemjibu kauli ya Manara, kwa sababu inatoka ndani ya watu ambao wapo karibu na viongozi wa Young Africans. Tunaitem kama ni klabu ya Yanga imezungumza. Sasa Yanga ndio inabidi batilishe kwamba alichokizungumza Manara sio msimamo wetu, ni msimamo wake binafsi. Lakini kama wataendelea kukaa kimya, manake watakuwa wamedhibitisha kwamba alichokizungumza Manara ndio msimamo wa klabu, kitu ambacho kinakuwa ni hatari kwao, kwa sababu wanaweza kufungiwa na wanaweza kupigwa faini, na Manara anaweza kufungiwa, na vitu kama hivyo inaweza kusababisha chaos ikaendelea kwa kubwa, ile hali tunaibidi tuisolve. Lakini haya yote hizi ni consequences ambazo nilizitarajia kutokana na kile ambacho Wallace Karia alichokizungumza. Kama kiongozi, kuna aina ya maneno ambayo inabidi uyachague wakati wa kuzungumza. Kuna vingine ambavyo inabidi ukae navyo kichwani na moyoni. Kuna kauli ambazo haustahili kuzitoa mbele ya watu, kwa sababu ukizitoa hizo kauli mbele ya watu zitatafsirika vibaya. Nilikwambia jana, kauli ya mkuu ni agizo ama ni tamko, linaanza kutafsirika mara moja. Sasa kama kiongozi na kuna kesi iko mezani kwenye vyombo vyako, ukitoa kauli maana yake walioko chini wanafuata msimamo wa namba 1. End of the day unakuwa umeweka mambo kwenye hali hatari zaidi. I don't know wewe kwako unasemaje? Niandikie kwenye comment. Mimi naitwa Macho Subhan Faskanyasa. Asante, bye bye.